Jambo na karibu wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kongo Post News. Tunakaribisha tena katika taarifa yetu ya habari za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka 2026 kutokea mashariki mwa DRC, na hii ni Kongo Post News ambapo tutapata kujua nini kinachoendelea mashariki mwa DRC na pembe zote za dunia. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi bila kuchelewa, acha tuanze taarifa yetu ya habari. Karibu. Tuanze na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako kundi la waasi la ADF limeendelea kuwa tishio kubwa katika eneo la mashariki mwa DRC, huko likiongeza maeneo yake ya operation ya kusogea katika maeneo mapya nje ya ngome zake za kawaida. Hayo ni miongoni mwa mambo makuu yaliyoibuliwa katika ripoti ya hivi karibuni ya Barometre Securitaire du Kivu, ambayo inafuatilia hali ya usalama na matukio ya makundi yenye silaha katika eneo la Kivu na maeneo ya jirani. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, ingawa idadi ya raia waliouawa na ADF mwezi Juni imepungua ikilinganishwa na mwezi uliotangulia, hali hiyo haimaanishi kuwa kundi hilo limepungua nguvu au tishio limeisha. Takwimu zilizotolewa zinaonyesha kuwa katika mwezi wa 6 angalau raia 62 waliuawa na wengine 57 walitekwa nyara katika mashambulizi yaliyohusishwa na waasi wa ADF. Idadi hiyo ni ndogo ukilinganisha na mwezi Mei, yani mwezi wa 5, ambapo zaidi ya raia 119 waliuawa katika mashambulizi na 36 walirekodiwa. Watafiti wanaeleza kuwa kupungua kwa matukio hayo kunaweza kuhusishwa na kupungua kwa operation ya kijeshi za Shujaa dhidi ya waasi katika maeneo mbalimbali. Hata hivyo, wataalamu hao wanaonya kuwa hali hiyo haipaswi kutafsiriwa kama kushindwa au kudhoofika kwa ADF. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, ADF imeendelea kupanua wigo wake wa harakati kutoka maeneo yake ya muda mrefu katika eneo la Beni, Kivu Kaskazini, na sasa uwepo wake unaripotiwa pia katika maeneo ya Wata na Wamba mkoani Otwele. Upanuzi huo unaongeza wasiwasi kwa sababu baadhi ya maeneo mapya ambayo kundi hilo limeonekana hayajafikiwa kikamilifu na mfumo wa ufuatiliaji wa usalama, jambo linaloweza kufanya mashambulizi yake kuwa magumu kufuatiliwa kwa mapema. Ripoti hiyo imetaja mashambulizi kadhaa yaliyofanyika mwezi wa 6 katika maeneo ya Mbau, Matiba na Mayongose katika eneo la Beni, ambayo yalisababisha vifo vya watu kadhaa. Baadaye mashambulizi mengine yanayodaiwa kufanywa na ADF yalisababisha vifo vya zaidi ya raia 12 katika maeneo ya Beni na Mangina, kwa mujibu wa mamlaka za eneo na mashirika ya kiraia. Kwa Barometre Securitaire du Kivu, kupungua kwa idadi ya waanga katika kipindi fulani hakumaanishi mwisho wa hatari ya ADF. Kundi hilo bado limeendelea kubadilisha mbinu zake za kutafuta maeneo mapya za kujitanua. Wakati juhudi za kijeshi na kiusalama zikiendelea, wananchi katika maeneo yaliyoathirika waendelea kuitaka serikali kuongeza ulinzi na kuchukua hatua zaidi ili kuzuia mashambulizi dhidi ya raia. Tuende na habari kutoka mashariki mwa DRC, ambako hofu na majonzi vimetawala katika eneo la Kavumu mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baada ya shambulio la bomu kuharibu vibaya nyumba ya raia katika jioni ya Jumapili tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo hilo, mlipuko huo ulisababisha uharibifu mkubwa katika makazi ya familia moja. Kuta za nyumba zilichanwa na kupenya na mabaki ya mlipuko. Paa ya nyumba liliharibiwa huku shimo kubwa ikibaki chini katika eneo lililopigwa na bomu. Katika tukio hilo, mama mmoja wa familia alijeruhiwa vibaya kutokana na vipande vya mlipuko. Waokoaji na watu waliokuwa karibu walimkimbiza hospitalini kwa matibabu ya haraka kutokana na hali yake iliyohitaji uangalizi wa kitabibu. Tukio hili linaongeza wasiwasi miongoni mwa wakazi wa Kavumu ambao wanaendelea kuishi katika mazingira ya hofu kutokana na mashambulizi yanayowalenga raia katika maeneo mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakazi wanasema kuwa mashambulizi kama haya yanaacha madhara makubwa kwa familia, huku watu wasiohusika na mapigano wakiendelea kubeba mzigo mkubwa wa vurugu zinazoendelea katika eneo hilo. Hadi sasa haijafahamika mara moja ni nani anayehusika na shambulio hilo la bomu wala aina ya silaha iliyotumika katika tukio hilo. Mamlaka bado zinaendelea kufuatilia mazingira ya tukio hili kubaini chanzo na wahusika.
Katika kipindi hiki swala la ulinzi wa raia linaendelea kuwa changamoto kubwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako jamii nyingi zinaendelea kuathiriwa na matukio ya vurugu na mashambulizi. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa DRC, ambako hali utulivu imerejea katika mji wa Beni mkoani Kivu Kaskazini baada ya maandamano ya wananchi iliyofanyika mapema Jumatatu asubuhi yakilenga kupinga kukamatwa kwa Clovis Mutsuva ambaye amekuwa akizuiliwa takriban masaa 48 yani 48. Kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo hilo, waandamanaji walipita katika mitaa mbalimbali ya mji wa Beni wakieleza hasira na kutoridhishwa kwao na hatua ya kukamatwa kwa Clovis. Wananchi wao walitaka mamlaka kutoa ufafanuzi kuhusu sababu za kuzuiliwa kwake na kuhakikisha kuwa haki inazingatiwa katika mchakato huo. Maandamano hayo yalisababisha hali ya sintofahamu kwa muda katika baadhi ya maeneo ya mji, huko shughuli za kawaida zikikwama kwa muda mfupi. Baadhi ya wakazi walichagua kusalia majumbani kutokana na hali ya wasiwasi iliyojitokeza wakati wa maandamano. Hata hivyo, baadaye hali ilianza kutulia na taarifa za hivi karibuni zinaeleza kuwa shughuli za kijamii na kiuchumi zimeanza kurejea taratibu katika maeneo mbalimbali ya mji wa Beni. Usafiri na biashara pia vimeendelea kufunguka huku wananchi wakirudi katika shughuli zao za kila siku. Mamlaka bado hazijatoa maelezo ya kina kuhusu sababu za kukamatwa kwa Clovis Mutsuva wala hatua zinazofuata katika suala hilo. Wakati huo huo, wakazi wa Beni wanaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya tukio hilo wakitaka suluhisho la amani la kisheria. Tukio hili linaonyesha tena umuhimu wa mawasiliano ya wazi kati ya mamlaka na wananchi ili kuepusha mvutano na kuhakikisha amani inaendelea kudumishwa katika mji wa Beni na maeneo mengine ya Kivu Kaskazini. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa DRC, ambako janga la moto limeleta taharuki katika kijiji cha Ngangi ya 3 kilichopo karibu na mji wa Goma mkoani Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya moto mkubwa kuteketeza nyumba 17 za wakazi wa eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo la tukio, moto huo ulizuka na kusambaa kwa haraka katika makazi ya wananchi na kusababisha uharibifu mkubwa wa mali za familia kadhaa. Ndani ya muda mfupi nyumba nyingi ziliteketea, huku wakazi wakijaribu kuokoa baadhi ya vitu vyao muhimu kabla ya moto kusababisha hasara zaidi. Familia zilizopata madhara sasa zinakabiliwa na hali ngumu baada ya kupoteza makazi yao pamoja na mali mbalimbali zilizokuwa ndani ya nyumba zao. Baadhi ya waathirika wamelazimika kutafuta hifadhi kwa majirani, ndugu au katika maeneo ya muda wakisubiri msaada kutoka kwa mamlaka na wahisani. Mashuhuda wa tukio hilo wanaeleza kuwa juhudi za kudhibiti moto huo ulikuwa na changamoto kutokana na kasi ya kuenea kwa moto pamoja na mazingira ya makazi ambayo nyumba nyingi zimejengwa karibu na karibu. Hali hiyo ilifanya moto uweze kufikia nyumba nyingine kwa haraka kabla ya kuzimwa kabisa. Tukio hili limeibua tena wasiwasi kuhusu usalama wa makazi katika maeneo yenye msongamano au changamoto kubwa ya watu mjini Goma na maeneo yanayoizunguka. Wakazi wengi wanaendelea kuishi katika mazingira yenye changamoto ambako majanga kama moto inayoweza kusababisha madhara makubwa kwa muda mfupi. Hadi sasa chanzo cha moto huo bado hakijawekwa wazi rasmi. Mamlaka zinatarajiwa kufanya uchunguzi ili kubaini sababu ya tukio hilo na kuona namna ya kuzuia majanga kama hayo yasijirudie siku zijazo. Baada ya tukio hilo, wito umetolewa kwa serikali, mashirika ya misaada na watu wenye uwezo kuwasaidia waathirika wa Ngangi ya 3 hasa katika kupata mahitaji ya msingi kama chakula, mavazi, dawa na makazi ya muda. Janga hili linawakumbusha tena wakazi wa maeneo mbalimbali umuhimu wa kuchukua tahadhari za usalama dhidi ya moto hasa katika maeneo yenye nyumba nyingi zilizo karibu ili kulinda maisha ya watu na mali zao. Hadi sasa familia zilizoathirika zinaendelea kusubiri msaada huku zikiwa na matumaini ya kurejesha maisha yao baada ya kukumbwa na pigo hili kubwa. Baada ya kusikiliza taarifa zetu za habari kutoka sehemu mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi acha nikuingie moja kwa moja na habari za kimataifa ili upate kujua nini kinachoendelea pembe zote za dunia. Karibu. Awali nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Ibrahim Rabi.
Bila shaka kumekuwa na hii hali ambayo inazungumzwa kwa pande nyingi, na wachambuzi wengi wanakubali kuwa kumekuwa kuna kulazimisha nini tuje tuzungumze baada ya hapa. Unafahamu kuwa nchi hizi zilikubaliana kuwa zingekutana kwenye mazungumzo ya pili baada ya maziko ya Khamenei. Sasa huenda mfano Marekani hakuwa kwenye nafasi nzuri zaidi ya mazungumzo. Sasa alijua kuwa kama nitakwenda kwenye mazungumzo naweza nikanasa sehemu ambayo sitaki kunasa. Kwa hiyo kuna wakati unapapatika kidogo, ili ukija kwenye meza ya mazungumzo uwe kwenye nafasi nzuri, kwa sababu unaangalia kuwa pande zote mbili zinazungumza kuhusu mapigano, lakini zinazungumza kuhusu makubaliano na mazungumzo. Donald Trump anazungumza kuwa tutaishambulia, tutaipiga, lakini wakati huo anasema kuwa ninaona kama kuna nafasi ya mazungumzo kufikiwa. Hali kadhalika Iran wanazungumza kwenye hiyo nafasi, wanasema kuwa wanaendelea kuwasiliana na wanadiplomasia wa nchi ambazo wamekuwa wapatanishi. Kwa hiyo unaona kuwa pande zote ni kuwa hazitaki kuendelea zaidi. Rabi, mashambulizi haya makali yanayoendelea unadhani yatapelekea upande mmoja kusalimu amri? Ni vigumu sana kwa hili, na kitu kimoja ambacho mashambulizi haya yanatokea ni mashambulizi ambayo mfano Marekani anafanya mashambulizi makubwa kwa kutaka matokeo ambayo yanaweza kuwa ni magumu, matokeo ambayo Irani akate tamaa na Hormuz au Irani asalimu amri na Hormuz. Ni kitu kigumu sana, kwa sababu kazi ya kuilinda Hormuz ambayo Irani anaifanya si kazi inayohitaji nguvu sana au kubwa sana iweke Irani, isipokuwa tangazo na tishio la Irani pekee linatosha kuifanya hiyo kazi kamili, na mashambulizi machache ambayo ataelekeza kwenye meli yanatosha kuwatisha wamiliki wa meli au meli zenyewe au makampuni ya bima kutoingiza meli zao. Kwa hiyo sitegemei kama kutakuwa na mabadiliko yoyote makubwa, isipokuwa naona tu kuwa dunia itazidi kuumia, kwa sababu tunaona bei ya mafuta inavyozidi kwenda juu. Juni 17 Marekani na Irani zilikubaliana kuhusu mpango wa kuhitimisha mgogoro huu kupitia yale makubaliano yenye vipengele 14. Nini haswa kimekwenda kombo, Rabi? Bila shaka kuna maelezo ambayo yamekuwa kwenye ile MOU ya vifungu 14. Sasa kifungu cha 5 nadhani wamebishana sana kwenye tafsiri, kwa sababu Irani wanasema kwenye kifungu cha 5 ambacho Marekani alikubaliana nacho ni kifungu ambacho kilikuwa kinatoa idhini ya Irani kusimamia mlango wa bahari wa Hormuz kuanzia pwani yake mpaka upande wa pili wa pwani ya Omani, jambo ambalo Marekani wanakataa, wanasema kuwa tafsiri imepotoshwa na Irani. Sasa katika hili ndio hapo wanapoingia kwenye ugomvi wa moja kwa moja, kwa Irani wanasisitiza kuwa Marekani anakiuka makubaliano katika vifungu 14 kwenye kifungu cha 5 ambacho kinampa idhini hiyo Irani ya kufanya haya anayoyafanya, lakini Marekani anakataa, anasema si hivyo. Kwa hiyo kilichopelekea yote ni hayo, kwa upande mmoja unasema upande mmoja unakiuka makubaliano kwa kushambulia meli ambazo ni kinyume, kuwa iliahidi itaweka njia salama zaidi ya meli kuweza kupita, lakini upande mmoja unasema kuwa haya yote yanasababishwa na wewe ambaye kuwa unakiuka makubaliano ya kifungu cha 5. Nadhani wasuluhishi wanatakiwa kwenda kwa uwazi kabisa kuzungumza, au warudi upya kwenye vifungu kwanza kukagua kuwa nani anasema ukweli, au vifungu vifanyiwe marekebisho, kwa sababu kama vifungu vitabaki vile vile, basi unaweza ukaona kuwa kile wanachokizungumza Irani kina mantiki, kwa sababu ndio kilichoandikwa kwenye kifungu cha 5 kuwa wao watakuwa waratibu wa shughuli ya meli kati ya pwani zote mbili. Sasa unaona njia mpya ambayo imefunguliwa upande wa pili wa Omani inakuwa kinyume na kifungu cha 5. Sasa mtu atajiuliza, Marekani inataka nini haswa kutoka kwa Iran? Marekani anataka makubaliano ambayo kiasi yatakuwa kwenye upande wake, licha ya kuwa makubaliano yote ya MOU ya vifungu 14 Marekani amenaswa kwenye vifungu. Mara nyingi ukienda ukisoma kifungu kimoja utaona sana vifungu vimempa Irani, havijampa Marekani kwa nafasi hiyo. Sasa nadhani Marekani kuna wakati wanastuka, wanaona kama mbona sisi ni wakubwa, mbona tumetolea gharama, mbona tumefanya nini? Lakini tunaona tangu usitishaji ni kuwa Marekani anafungua Irani fedha, Marekani anaondoa vikwazo, Marekani. Sasa Irani ametoa nini kuipa Marekani? Hilo ndio ambalo Marekani kuna wakati kama linawauma roho yao na kutaka kujaribu sasa, hebu tuanzishe upya huu mchezo, tuuvuruge, tuanze upya, labda tutakuja kukaa kwenye vifungu vizuri zaidi ambavyo vitakuja kutupa vizuri zaidi. Kwa haya yote yanayoendelea, Rabi, unaweza kusema kwamba mgogoro huu upo mbali kabisa kufikia mwisho? Sio rahisi kufika mwisho, lakini pia ni rahisi kufika mwisho, kwa sababu ishara zilikuwepo na dalili zilikuwepo, na mgogoro huu mara nyingi hauamuriwi na nguvu zinazotumika. Mgogoro huu unaamuliwa sana na matokeo yanayotoka baada ya hili. Unaona kuwa siku 10 zilizopita, unaona bei ya mafuta ilikuwa kati ya $72 na $73, lakini nazungumza na wewe hapa leo mafuta yameamka na $81. Sasa majibu haya hayaendi kokote, yanaenda kwenye ulimwengu duniani, na waliopo duniani ndio wanapaza sauti na kelele kuona hiki akiwezekana tutaendelea zaidi. Kwa hiyo matokeo ya hii vurugu huwa inaamuliwa na ulimwengu, sio wao wanaopigana, kwa sababu wao wanaopigana bado wote wana nguvu.
Ibrahim Rahbi ni mchambuzi wa masuala ya kimataifa. Msikilizaji, tukiwa bado katika mzozo huo wa Mashariki ya Kati katika muda wa miaka miwili ambapo Israeli imekabiliana vikali dhidi ya Iran na washirika wake katika ukanda wa Mashariki katika kanda ya Afrika ya Mashariki ya Kati, raia wengi nchini Israeli walikuwa na matumaini makubwa kwamba shinikizo la kijeshi litapunguza makali au hata kufanya mabadiliko kwa serikali ya Tehran kabisa. Lakini mkataba mpya kati ya Iran na Marekani sasa unazua hofu mpya kwamba adui mkubwa wa Israeli huenda akapata nguvu kubwa kuliko ilivyokuwa awali. Wengi wanamlaumu Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, kama anavyoeleza mwandishi wetu GR Gol katika taarifa inayowasilishwa na Ahmed Bahaj. Viungani mwa mji mkuu Tel Aviv, naungana na mcheza santuri yani DJ ambaye atanipeleka kukutana na kundi la vijana wa Israeli waliokumbwa na vita kwa miaka miwili sasa. Wameshuhudia maelfu ya mashambulizi ya makombora ya ndege zisizo na rubani kutoka Iran na washirika wake katika ukanda huu wa Mashariki ya Kati. Wakati wa vita, japo hali ilikuwa ngumu, nilihisi moyoni, na ni jambo ambalo Waisraeli wengi wanalihisi. Tulihisi pia uchungu ambao wa Iran wanapitia mikononi mwa mamlaka za nchi hiyo, na tukaamua kwenda kwa makazi ya wanaohitaji msaada na kuendelea kuwatembelea mara kwa mara. Na huenda haijulikani kwamba hata nyumba yetu huenda ikashambuliwa na kuharibiwa na makombora. Lakini ikiwa kumalizwa kwa mamlaka ya Kiislamu ndio jambo ambalo litaleta amani ya kudumu duniani, basi mwezi mmoja uliopita, serikali za Washington na Tehran zilitia saini mkataba wa makubaliano ambao wengi wanaamini utaboresha pakubwa uchumi wa Iran na nguvu zake za kijeshi, hali ambayo inatishia usalama wa Israeli. Hili ni mojawapo ya masuala nadra nchini Israel ambayo yanaungwa mkono na wengi kwa pamoja kwamba mkataba huu ni mbaya kwa Israel. Nami nadhani kwamba tunapaswa kuangazia kwa undani jinsi ambavyo tutaikabili suala hili. Iran ikiwa na madini ya urani yaliyorutubishwa, makombora ya kibalistiki, yani ninamaanisha kwamba tumeshuhudia athari ya makombora hayo. Tunapaswa kuwaza jinsi mshirika wetu mkubwa Donald Trump anaweza kutia saini mkataba ambao sio mzuri kwetu kabisa. Tutalaumu mambo mengi, ila wa kulaumiwa pakubwa ni Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Mwezi uliopita, Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu alipongeza operesheni ya kijeshi ya Israeli dhidi ya Iran katika hotuba aliyoitoa jijini Jerusalem. Lakini raia wengi wa Israeli wanasema kwamba bwana Netanyahu alimtenga mshirika mkuu wa Israeli, Marekani, na kushindwa kumzuia Rais Donald Trump kutia saini mkataba na Iran. Donald Trump ni rafiki wa Israel, na wale usichanganye mambo. Sasa kati ya marafiki wakati mwingine huenda tukakosa kukubaliana kwa kila jambo. Huenda pia tukayapa masuala tofauti kipaumbele tofauti na walivyofanya marafiki wetu. Watu wengi hapa Israeli wanautazama uongozi wa Iran kama tishio kubwa kwa nchi yao. Baadhi walikuwa na matumaini ya kwamba kama alivyoahidi Benjamin Netanyahu, kuendelezwa kwa operesheni za kijeshi dhidi ya Iran kungeangusha uongozi huo. Ila hilo halikufanyika. Sasa Waisraeli wengi wanahofia kwamba taifa la Iran lenye nguvu huenda likawa tishio kubwa zaidi kwa usalama wa nchi yao. Asante kwa kuwa nasi mpaka mwisho, na asante kwa kujumuika nasi katika taarifa yetu ya habari kutoka Mashariki mwa DRC na pembe zote za dunia. Lakini kwa wale ambao hawakusikiliza matangazo ya habari za siku ya jana, matangazo ya habari za muhimu, basi acha niwakumbushe kidogo. Karibu tuende na habari za siasa kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mvutano wa kisiasa kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda umeendelea kushika kasi kufuatia matamshi mapya yaliyotolewa na waziri wa mawasiliano na msemaji wa serikali ya DRC Patrick Muyaya kuhusu rais wa Rwanda Paul Kagame. Akizungumza katika mahojiano na katika kituo cha habari cha Top Congo FM, Patrick Muyaya alimkosoa vikali Rais Paul Kagame akidai kuwa baadhi ya matamshi yake hayalingani na azi ya kiongozi wa taifa. Muyaya alisema kuwa rais wa Rwanda hapo awali haliwahi kupuuza wito wa kuwekwa vikwazo dhidi ya nchi yake, lakini sasa kwa mujibu wa kauli yake inaonekana kulalamikia adhari za hatua hizo za kimataifa. Kauli hizi zinakuja katika kipindi ambacho uhusiano kati ya Kinshasa na Kigali umeendelea kuwa wa taharuki kutokana na mzozo unaoendelea mashariki mwa DRC. Serikali ya Kongo imeendelea kuishtumu Rwanda kwa kuwaunga mkono waasi wa M23, madai ambayo serikali ya Rwanda imeendelea kuyakanusha mara kwa mara. Kwa miezi kadhaa sasa, jumuiya ya kimataifa imeendelea kutoa wito wa kusitishwa kwa mapigano na kuheshimiwa kwa makubaliano ya amani. Baadhi ya mataifa na mashirika ya kimataifa pia yamechukua hatua mbalimbali za kidiplomasia za kuweka vikwazo dhidi ya baadhi ya watu
wanaohusishwa na mgogoro wa mashariki mwa DRC. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaeleza kuwa matamshi makali kutoka kwa viongozi pande zote zinaweza kuongeza mvutano wa kidiplomasia na kufanya juhudi za mazungumzo kuwa ngumu zaidi. Hata hivyo, wanasisitiza kuwa suluhisho la kudumu linapaswa kupatikana kupitia mazungumzo na ushirikiano wa kikanda badala ya mivutano kisiasa. Kwa upande wa wananchi wengi wanaendelea kutamani kurejea kwa amani katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mapigano yanaendelea kusababisha maelfu ya watu kupoteza maisha na wengine wanaendelea kukimbia makazi yao kwa hofu ya usalama wao. Kauli za Patrick Muyaya zinaonyesha kuendelea kwa mvutano wa kisiasa kati ya Kinshasa na Kigali. Hata hivyo, ni muhimu kutambua kwamba matamshi hayo yanawakilisha msimamo wa serikali ya DRC. Serikali ya Rwanda inaweza kuwa na matazamo tofauti kuhusu tuhuma na kauli hizo. Wakati juhudi za kidiplomasia zikiendelea, matarajio ya wananchi wengi ni kuona mazungumzo yanapewa kipaumbele ili kurejesha amani na utulivu wa kudumu katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nani hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu habari ya asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka 2026. Basi tukutane katika taarifa yetu ya habari za mchana, ambapo mtapata kujua nini kinachoendelea pembe zote za dunia na sehemu mbalimbali. Asante, chao.